Sisi kama wachezaji maandalizi yameenda vizuri kabisa, na leo tunafanya session yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo kesho. Tunatambua ni mchezo muhimu, mchezo mgumu, nakutana na wapinzani wagumu, lakini maandalizi ambayo tumeyafanya na uhakika wa 100% tunaenda kufanya vizuri na kupata alama 3. Sawa, nikaribisha maswali matano kwa mchezaji. Maswali matano kwa mchezaji. Mama Hussein, kwanza kupongeza kwa ushindi mchezo uliopita na kwa kucheza na Azam. Ni moja ya wachezaji ambao kucheza kwenye timu katika kariera yako. Ndio mchezo namna gani na kwenda kucheza timu ambayo ina nafasi kubwa, timu ambayo inacheza nafasi sio kama mchezaji mchezo eneo la ulinzi. Mchezo mitano uliopita mchezo kwa siku lolote. Mchezo Azam mtegemea kuwa na spirit hiyo katika hususan katika eneo ambao wanacheza la ulinzi. Jukumu la kwanza ni kuhakikisha kwamba aturuhusu goli. Nikiwa ni mchezaji ambaye anahusika katika defense, labda tuzungumze na wenzangu kuhakikisha kwamba ile clean sheet ambayo tulikuwa tunaitengeneza tuendeleze pia katika mchezo wa kesho. Sababu ni mchezo muhimu na huu ni mchezo wa ligi, tutaki kupoteza. Kwa hiyo tutajitahidi kwenye hilo. Lakini ukiangalia Azam ni timu nzuri, ukiangalia performance yake match by match wamekuwa ni watu ambao wana improve kubwa. Kwa hiyo sisi kama Yanga tumefanya maandalizi mazuri kwa kabili kesho. Sawa, swali la pili. Labda hali ikoje kwa wachezaji wageni ambao wanakwenda kucheza kama mchezo wa kwanza wa bari ambao kuna maingizo yameingia katika system cha hali ipo vizuri, na uzuri kwamba games hizi zote zipo recorded na Azam TV. Kwa hiyo baadhi ya mechi wamepata kuziona hali inavyokuwa katika mechi husika. Kwa hiyo kazi ya walimu imekuwa ni rahisi kwa sababu ni kuelekeza tu baadhi ya vitu, lakini wao wenyewe pia wameweza kujionea. Lakini sisi kama wachezaji ambao tayari tushacheza hizo mechi pia tunawaambia wenzetu mazingira ya mechi jinsi yanavyokuwa na ugumu wa mechi. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mchezo mzuri na wachezaji wapya pia naamini watafanya vizuri katika mchezo huo. Sawa, swali la tatu. Simba tunaenda kwenye huu mchezo ni lengo la point kwenye mbio za ubingwa kwa unazitafuta ni kubwa na kuzania. Na hii kama mtafungwa inaenda kupunguza gap la point. Hii inaenda kuwapa kiu kiasi gani ya kuzihitaji hizo alama 3 kama mchezaji? Tunatambua hilo. Ndio maana nikasema kwamba Azam ana kikosi kizuri. Na uzuri wao tunaufahamu na madhaifu yao pia tunafahamu. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo tafu sana. Na ukizingatia kwamba tunaenda katika huo mchezo tunatambua kwamba tayari tuna gap ambao tumewaacha wao na wapinzani wengine. Kwa hiyo ni mchezo ambao lazima tuhakikishe kwamba tunapata alama 3 ili tuendelee kutengeneza gap baina yetu na timu zingine. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo muhimu sana kwetu sisi kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ili tuendelee kutengeneza gap na kuhakikisha kwamba tunazidi kukaribia ubingwa. Kipindi kigumu kwenye upande wa mpira kwa Yanga, lakini pia kwa timu nyingine zote kulingana na ratiba hii. Ni aina gani ya mchezo kuitegemea kwa dakika 90 kutoka kwenu, kipindi ambacho sio baada ya mekanizi za watu wengine ambao wanaamini Yanga anapata matokeo lakini mchezo ile soka mjani. Ni aina gani ya mpira kutegemea kwenye mechi ya kesho ambayo ni ngumu kutoka kwenu? Aina gani ya mechi? Nafikiri hilo jukumu ni la walimu kutuambia sisi ni aina gani ya mechi, lakini nikuhakikishia kwamba itakuwa ni mechi nzuri. Hatuwezi kila kitu tukakiweka hadharani. Hiyo nafikiri ni habari za ndani sana. Kwa hiyo niwahakikishie tu wananchi waje kwa wingi kesho kuhakikisha kwamba tunakuja kupata alama 3. Sawa, swali la mwisho kabisa kwa mchezaji kama hivyo. Karibu. Zingwe hongereni kwa matokeo ya mechi zote za ligi msimu huu na ambao tumepata matokeo. Moja kitu ambacho wananchi wanajivunia ni kuiona Yanga ambayo haikati tamaa kwenye dakika zote za mchezo. Kwa maana ya kwamba hata inapokuwa mechi ngumu, wachezaji katika dakika zote mnapambana kuhakikisha mnapata alama 3 na wao wanafurahi. Pengine kuelekea kwenye mchezo wa kesho, tunakwenda kukutana mpinzani mgumu. Wakati mwingine mechi za namna hiyo huwa zinabadilika. Mmejiandaje kwenye hali za aina yoyote ile kiasi kwamba wananchi wategemee kama ambavyo huwa wanawategemea? Kwanza sifa ya kwanza ya timu ambayo utafuta ubingwa, kuna wakati unaweza usicheze mpira mzuri lakini ukapata alama 3. Hiyo ndio sifa ambayo ya timu ambayo inatafuta ubingwa. Lakini
Tuhakikishie tu kwamba wananchi, kesho tutakuwa na mchezo mzuri sana, na mchezo mzuri ambao utajumlisha na alama 3. Kwa hiyo kikubwa sisi tumejiandaa, tunafahamu uzuri wa Azam, tunafahamu madhaifu yao. Kwa hiyo yale madhaifu yao tutafanyia kazi kuhakikisha kwamba ndio tunatumia kupata alama 3. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mzuri ambao utajumuisha na ufundi kuhakikisha kwamba tunapambana dakika kwanza mpaka dakika 90 na kupata alama 3. Sawa. Nikushukuru sana Mohamed.